Bila shaka hujambo mtazamaji wa Mjasilia TV, karibu tena. Siku na wakati mwingine tunakutana hapa kijiweni. Langu jina ni Pile Mkono na hii ni Mjasilia TV. Mada mezani siku ya leo inasema, unafahamu kuwa unaweza kufunga ndoa na bado ukawa hauna ndoa kisheria? Unafahamu kuwa unaweza kufunga ndoa na bado ukawa huna ndoa kisheria? Tuko na mwanasheria hapa siku ya leo aweze kuzungumzia hili, maana linachanganya kidogo. Binafsi limenichanganya. Nimefunga ndoa lakini bado naweza nikawa sina ndoa kisheria. Karibu sana. Mtazamaji, tuko na James Malandala siku ya leo hapa kijiweni, mtaalamu wa masuala ya sheria, kuzungumzia hiki ambacho tuko nacho siku ya leo. Habari? Safi, kwema. Kwema, karibu sana. Nashukuru sana, asante sana. Binafsi imenichanganya, sijui kwa mtazamaji itakuwaje kwamba ninaweza nikafunga ndoa lakini bado kisheria nikawa sina ndoa. Kwanza kabisa tufahamu, ndoa ni nini? Safi kabisa. Kimsingi pamekuwa na mkanganyiko mkubwa sana ndani ya jamii kutoa tafasiri na maana ya neno ndoa. Na watu wamekuwa wakiishi kienyeji na wakiamini kwamba ni ndoa. Na kuna wengine wamefeel proud na kuyaikishia jamii vitu vingi na wamejiaminisha kiasi cha kupitiliza sasa nje ya uwepo wa sheria kwamba hii ni ndoa, lakini kimsingi sio ndoa. Kwanza kabisa, ndoa kwa Tanzania tunaongozwa na sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Hiyo ndio inayotuongoza ndoa, maana ya ndoa, misingi ya ndoa, na ili tuseme kwamba hii ni ndoa ni hiyo sheria. Kwenye masuala ya ndoa, hiyo ndio sheria mama. Kisheria kuna aina mbili za ndoa. Lakini pia ningependa kuelezea ndoa nini kabla siingia kwenye aina za ndoa. Ndoa kwa mujibu wa sheria ya ndoa mwaka 1971, kifungu cha 9 kimeelezea kwamba ndoa ni muunganiko kati ya mume na mke ambapo wameamua kwa hiari yao kuishi pamoja hadi mwisho wa maisha yao. Ndio tafasiri ya ndoa. Sasa basi ukishuka kile kifungu cha 10 kinaelezea aina za ndoa. Ndoa zipo aina mbili tu. Ndoa ya mke mmoja au ndoa ya wake wengi. Sasa basi wake wengi wanaweza kuwa wawili na kuendelea. Lakini sheria ikaenda mbali zaidi ikatoa zile miundo ya ndoa. Haishii tu kuelezea ndoa za aina mbili kwamba ya mke mmoja na wake wengi. Hasa katika hizo ndoa kuna miundo yake. Miundo zipo za aina 3. Cha kwanza kuna ndoa ya kiserikali. Ndoa ya kiserikali ina sifa zake, ina vigezo vyake. Ili tuseme kwamba hii ni ndoa ya kiserikali, ina sifa zake na vigezo vyake. Lakini kingine kuna ndoa ya kidini. Kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu hii ya sheria ya ndoa, ndoa za kidini zimetajwa pale dini 3. Kuna dini ya Kristo, dini ya Kiislamu na dini ya Kihindu, yani Hinduism religion. Lakini pia kuna ndoa ya kimila. Na pale ndio mkanganyiko mkubwa unapojitokeza kwamba mtu anaamini kwamba yupo kwenye ndoa lakini sio ndoa. Ndoa ya kimila ina sifa zake. Lakini kuna ile ndoa ya 4. Kimsingi sio ndoa. Hii tunasema kwamba ni ndoa dhahaniwa. Ndoa hii inaelezwa na kifungu cha 160 cha sheria ya ndoa. Kitaalamu kisheria tunasema presumption of marriage. Presumption of marriage ni kwamba tunaamini ukikaa na mwanamke, yani mke na mume mkaishi katika kipindi cha kuanzia miaka 2 na kuendelea, hamkufunga ndoa kanisani, aidha msikitini au serikalini au ndoa ya kimila. Mkikaa kuanzia miaka 2 na kuendelea, tutadhani kwamba hii ni ndoa lakini sio ndoa. Tukaita presumption of marriage, kwamba we presume this is marriage but in the reality it is not a marriage. Kwa inakuwa haina validity. Sasa hii kwa nini iliingizwa? Iliingizwa kwa sababu katika trendi ya maisha ya kila siku watu wamekuwa wakiishi katika mazingira kwamba anampenda mdada na msogeza nyumbani kwake, wanaanza maisha, wanasurvive miaka 4, 5, 3, mwisho wa siku jamaa anaamua kumtoa mwanamke na anamwambia kwamba bwana, mimi sijafunga ndoa na wewe, ukuje na kitu hapa, ondoka. Sasa ile sheria ikaletwa kwa ajili ya kumlinda hiyo aina, ikaletwa kwa ajili ya kumlinda mwenza atakayenyanyasika na hilo kusanyiko, kwa sababu hiyo sio ndoa, ni kusanyiko tu, kwamba tunadhani kuwa ni ndoa lakini sio ndoa, ni presumption of marriage. Sasa ukija kwenye jamii imekuwa ikipotoshwa sana kwamba ukikaa na binti miezi 3, miezi 6, mwaka mmoja, hiyo ni ndoa. Kisheria mkae kuanzia miaka 2 na kuendelea.
Na miaka mingi na kuendelea, mwisho maisha ambao ni ya pamoja, sio mwingine yupo Kakola afu mwingine yuko Lindi. Lakini pia jinsi mnavyoishi maisha yenu, jamii kiwatazama tu hivi, ione kabisa kwamba hawa ni wanandoa. Tunaita presumption of marriage. Sasa bado itaitwa presumption of marriage, sio marriage. Tutapresume kwamba this is marriage but not marriage, kwa sababu hakuna kufunga ndoa yote either ya kimila, ya kiserikali au ya kidini. Sasa hii ni kwa ajili ya kuwalinda wenza pale wanapofarakana. Yaani asionekane mwingine anapoteza haki zake kwa sababu ya kufunga ndoa. Na mkienda mahakamani ampewi talaka, mnapata tawanyiko kwa sababu haikuwa ndoa. Sasa basi nimeanzia mwisho hii na kuja hii ya tatu. Ya tatu ni hii ndoa ya kimila. Sifa ya ndoa ya kimila, pamoja na mambo mengine, kuna vitu viwili muhimu. Kwanza, umetoa mahari. Hiyo ndoa ya kimila. Cha pili, mwe ni watu wenye kabila moja, kwa sababu ni ndoa ya matambiko. Huwezi ukaniambia kwamba hii ni ndoa ya kimila wakati mwingine Msukuma afu mwingine Mjaruo. Hiyo sio ndoa ya kimila. Ndoa ya kimila ni watu ambao ni watu wa kabila moja, kwa sababu ni ndoa ya matambiko. Sasa basi, napanda hii ndoa ya namba 2. Hii namba 2 ni ndoa ya kidini. Ndoa ya kidini inaweza ikawa ni Kihindu, Hinduism, inaweza ikawa ya Kristo, inaweza ikawa ya Kiislamu. Sasa katika mazingira hayo yote, kwamba wale wenza wanatakiwa kuwa ni watu wenye aina moja ya dini. Kama mmoja ni Mkristo na mwingine ni Mkristo, kama mmoja Muislamu mwingine Muislamu, haiwezekani kwa mwingine awe ni Mkristo afu mwingine Muislamu. Lakini bado ndoa hizi na circumstances zake. Ndoa ya Kiislamu ni muda wote kuonekana kama mmefarakana, mnaweza mkaenda mahakamani au kwa kiongozi wa dini mkaivunja. Ndoa ya Kristo sheria inaelekeza kwamba maisha yenu yote, mmoja akifa ndio mwisho wa ndoa. Ila kuna mazingira ambayo sheria imeelezea, nitataja kwamba mazingira yakitokea, basi hata kama mmoja hajafa unaweza kaenda mahakamani kuomba. Lakini ndoa nyingine, ndoa ya Kihindu, Hinduism, kwa hizo ndoa za kimila. Ndoa ya Hinduism hii yenyewe hata baada ya kifo, yani mwenza wako, mume wako, kama ni mke wako akifariki, inaendelea kuwa ndoa. Kwa hiyo hata kama mwanamke amefariki, mwanaume amefariki, mmoja kati yao haruhusiwi kuolewa kwa sababu kuolewa. Hiyo ni ndoa ya Kihindu, Hinduism. Ila ndoa ya Kristo until death, mpaka kifo kiwatenganishe. Lakini Hinduism kifo kiwatenganishi. Sasa ukija ndoa ya kiserikali, ndio ina vigezo vyake. Sasa basi, nakuja mtangazaji kwenye swali lako la msingi la kwamba ni mazingira yapi ambayo tunaona kwamba watu wanaamini kwamba tumefunga ndoa, na hii ni ndoa either ya kiserikali au ya kidini au ya kimila, lakini bado kwenye mboni ya sheria sio ndoa. Sheria hiyo ya ndoa mwaka 71, ukianzia kifungu cha 13 mpaka kifungu cha 15, 16, sogea 17, imeelezea mazingira ambayo kiasi kwamba yakiwepo haya mazingira, hiyo ni ndoa. Yasipokuwepo, hata kama sheria mwafungisha ndoa, mchungaji, msajili serikalini, bado sio ndoa. Mtakaa kwa pamoja, watu walikula ubwabwa, walisherekea, lakini sio ndoa. Moja, umri. Sheria imeelezea umri wa ndoa. Yaani kuna sifa ya umri ambapo kwamba umri huu ukifikia una sifa ya kuingia kwenye ndoa. Kwa mwanaume imenyoka kwamba ni miaka 18. Lakini kuna exception kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni miaka 15, anaweza kaingia kwenye ndoa. Lakini pia inaweza kawa chini ya miaka 15, kwa mfano kama miaka 14, kwa ridhaa ya mahakama. Binti wa miaka 14 anaweza kaolewa kaingia kwenye ndoa kwa ridhaa ya mahakama. Kwa mfano, zikoepo sababu za msingi kwamba aidha kwa sababu ya maumbile yake ya kibiolojia, asipoolewa kwenye huu umri inaweza kumpa shida. Sasa kwa umri ni jambo la msingi. Lakini pamoja na kwamba pamejitokeza harakati mbalimbali wakipinga kwamba kwa nini mwanaume iwe miaka 18 afu mwanamke hata miaka 15, harakati nyingi zimefanyika. Kwa mfano, kuna kesi moja imefikishwa mahakamani ya Rebecca Gumi dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, akidai kwamba kama tunasema kwamba binadamu wote tuko sawa na tuna balance mzani 50-50, tuko sawa mbele ya sheria, kwa nini mwingine aolewe na umri huu, mwingine umri huu? Kwa nini sio na umri sawa? Amekuwa na hizo challenge, lakini bado sheria haijafanywa marekebisho. Kwa kipengele cha kwanza kabisa tunachokiangalia ni swala umri. Kwa kama ulimuoa binti au kijana uliingia kwenye ndoa ukiwa na umri ambao kwamba haujafikia kuingia kwenye ndoa, tunasema kwamba ni voidable marriage, ni ndoa batili, haina sifa za kuwa ndoa. Sasa pale mtu wote anaweza kaenda mahakamani kuomba mahakama itengue ndoa yenu.
nikatenguliwa. Kwa sababu hiyo katika mboni ya sheria sio ndoa. Yaani kusanyiko ambao nyinyi mliweka, lakini kwenye baraka za sheria hazipo. Lakini pia sambamba na hilo kwamba mtoto wa kike anaweza kaolewa chini ya umri wa miaka 18 kwa maana ya hiyo miaka 15, lakini tunasema miaka 15 bado ni mtoto huyu. Sheria ya mtoto imeifanyia harakati sheria ya ndoa, ikiipinga sana. Sasa basi pamekuwa na mahojiano ya kitaalamu ya kisheria kwa mdahalo wa wanasheria wabobevu wa sheria kwamba je, binti na miaka 16 sio mwanafunzi, laye yuko mtaani, hasomi. Je, akae mtaani tu, akae kwa wazazi wake mpaka afikishe miaka 18, hapa katika atakutana na kitu gani? Akutane na mimba. Kwa nini hiyo miaka 16 au 17 asiende kwenye ndoa yake akaolewa? Maisha yakaendelea. Kwamba tuendelee kumketisha nyumbani, mwisho wa siku apate ujauzito. Kwa hiyo katika tasnia ikabai kusema kwamba hakuna ulazima wa kusubiri, kwa sababu sheria, mbele ya sheria neno mtoto lina tafasiri pana sana. Inawezekana ukawa na miaka 13 lakini sheria isikutambue kama mtoto kulingana na jambo husika. Kwa mfano, tukija kwenye makosa ya jinai, makosa ya ushahidi mahakamani, kama mtu ana miaka 15, 16 sio mtoto. Kwenye sheria ya ushahidi mtoto inamtamka chini ya miaka 12. Kwa hiyo sheria huwa ina stand kwamba ni sehemu ipi unahitaji. Ukija kwenye sheria ya ushahidi inabadilika. Ukija kwenye issue za sheria za jinai inabadilika. Sasa ukija kwenye sheria ya ndoa inabadilika. Kwamba miaka 15, 16, 17 binti anaweza kaolewa. Lakini sasa palipo na ridhaa ya wazazi. Si kwamba hiyo miaka 15, 16, 17 aolewe kwa ridhaa yake peke yake, ridhaa pia ya wazazi. Lakini kwa ridhaa hii ya wazazi inawezekana kabisa labda mtoto amehitimu darasa la 7 na hiyo miaka 10 na ngapi, 14 labda, ambayo mahakama inaweza kuidhinisha kuwa aolewe baada pia ya wazazi kusema, lakini kwamba labda yuko mtaani, inawezekana amekuwa mtaani, wazazi wamemlazimisha pengine labda afanye vibaya kwenye matokeo yake ya darasa la 7, afanye hiki afanye kile, alafu analazimishwa kwenda kuolewa. Hii ikoje? Sasa hiyo inakuwa ni jambo jingine. Analazimishwa kwenda kuolewa ni kipengele cha pili kinachoenda kuingia baada ya umri, taingia consent, ridhaa. Kwamba kama mtu aliingia kwenye ndoa bila ridhaa, hiyo sio ndoa. Kwa maana yake ni kwamba hiyo miaka 15, 16, 17 binti awe na ridhaa ambayo kiasi kwamba ridhaa hiyo inashawishi nafsi yake. Wazazi wanatoa ridhaa. Sasa kwenye ridhaa kuna mambo mengi. Kwenye consent tunasema kwamba iwe free and genuine consent. Kwenye ridhaa, neno ridhaa kwenye mboni ya sheria ni pana sana. Inaweza kuwa kwamba binti aliamua kuolewa kwa sababu ridhaa yake ilipatikana na ushawishi. Mlitoa maneno mengi kwamba binti olewa na fulani, olewa na James Malandala kwa sababu James Malandala ana hiki yani. Kwa binti akashawishika. Akaja kugundua kwamba vile nilivyokuwa naambiwa kwamba nikiolewa na fulani nitavikuta, leo sijavikuta. Hiyo sio ndoa, kwamba ridhaa yake ilipatikana kwa ushawishi. Ni kosa kubwa. Kama tu jinsi ilivyo kwenye tunasema kwamba kuna kitu kabla hujaingia kwenye ndoa, kuna stage ambazo ni preliminary. Kwamba binti hata kama na miaka 30, kijana na miaka 30, maana yake mshavuka umri wa utoto wote. Ila ukamuoa kwa ushawishi ambao kiasi kwamba ridhaa yako limdanganya, ukamjaza vitu vingi ya uongo. Yule binti akiingia kwenye ndoa ana haki ya kwenda mahakamani kuomba mahakama itengue ndoa kwa sababu limdanganya. Kwa pia kama ridhaa ilipatikana kutokana na uongo, false pretense, yani ushawishi ambao sio ukweli, hiyo sio ridhaa. Lakini pia kuna ridhaa ya shinikizo, kwamba binti wale wazee wetu wa zamani kwa tabia za kumlazimisha binti unamchapa pimba bwana olewa, hiyo sio ridhaa. Lakini pia kuna ridhaa nyingine ya kimatumaini, mnamtumainisha mtu, hiyo sio ridhaa. Kwa hiyo ridhaa ina mazingira kama hayo. Kingine ambacho kitaonyesha kwamba hii sio ndoa ni mambo ya undugu. Undugu katika sheria ya ndoa upo aina mbili. Kuna undugu wa damu na undugu wa sheria ambao umetengenezwa na legality, lakini kuna undugu ambao umetengenezwa na damu, blood. Sasa basi sheria imekataza kuoa au kuolewa na mtu ambaye ni ndugu, aidha ametengenezwa na sheria au na damu. Kwa mfano, mimi mke wangu hata kama akifariki siruhusiwi kumuoa mdogo wake mbele ya sheria. Nikimuoa sio ndoa, ndio hiyo ni batili. Na kuna ile tumekuwa tunasikia, wengine pia nadhani watakuwa wameona kabisa kwamba mabinamu wanaoana. Kwa hapa kwetu wale wanastahili jela. Ndugu kuoana ni kosa la jinai. Sheria imekataa kifungu cha 14
sheria ya ndoa ya mwaka 91, ya mwaka 71 imekataa kabisa. Ndugu wa damu kwetu ni practice, ukiingia ndani ya jamii unakuta binamu nani mtoto wa nani kwenye ukoo, kosa kisheria, hairuhusiwi kabisa. Kwa hiyo sio ndoa. Kwa inawezekana mmeenda serikalini, kanisani, msikitini mkafunga ndoa ninyi mabinamu na watu wakala ubwabwa, wakala nyama, lakini kwenye mboni ya sheria sio ndoa. Mtu yoyote anaweza kaenda mahakamani akaomba ndoa yenu itanguliwe kwa sababu sio ndoa. Yaani akaomba kusanyiko lenu litanguliwe kwa sababu sio ndoa, ni kusanyiko tu. Lakini kitu kingine ni kwamba unaweza ukajitumanisha kwamba hii ni ndoa lakini sio ndoa kwa sababu wakati unafunga hiyo ndoa ulikuwa na ndoa nyingine. Hiyo ndoa ya kwanza ambayo ulifunga kwa mazingira ya kwamba ndoa hii ni ya mke mmoja, mume mmoja. Sasa basi, kwa kuwa ulifunga ndoa ya mke mmoja, alafu leo umeamua kufunga ndoa nyingine, hiyo sio ndoa. Tutakaoitambua kwamba hii ni ndoa na ile ya kwanza. Kwa utakaa kwenye hao mazingira ya kujua kwamba hii ni ndoa, lakini sio ndoa. Sasa hapo ni habari gani kwa wale ambao wanakuwa wameacha familia zao kwa maana ya mke na watoto, alafu anaenda kuishi na mwanamke mwingine huko? Ni kosa kubwa sana kisheria. Kosa kubwa sana kisheria. Kwanza sheria ndio imeelezea kwamba ndoa inahitaji kuwa kwamba yani watu wafurahi pamoja. Yani mimi na mke wangu tu feel proud kuwa pamoja. Yani tusaidiane hata kisaikolojia. Sio hata kimwili, hata kisaikolojia. Kwa unapoacha mke wako kwenda kuoa mwanamke mwingine, unakokwenda kule cha kwanza sio ndoa. Lakini pia kingine, kile ulichokifanya kule, sheria inakunyoshia kidole kwamba yale ambayo umeyafanya umeathiri ndoa yako ya mwanzo. Kwa maana yake ni kwamba huyu mwanamke anaweza kafungua shauri la ugoni dhidi ya kulikoenda, akaukamata ugoni. Japo ni practice kwenye jamii, watu wamekuwa wakiamini kwamba ugoni ni kumkamata mke wako, mume unakamatwa ugoni. Naam. Kwa hiyo kuishi na mwanamke mwingine bali sio mke wako ni kosa kubwa sana kisheria na hairuhusiwi. Sasa basi, pale ndoa inapokuwa imefungwa kwamba hii ni ndoa, nimezingatia vigezo vyote, sio lengo la mahakama kutengua ndoa. Na hakuna chombo au mtu ambaye anatakiwa kuwa na nia ya kutengua ndoa. Ndoa na iheshimike, ithaminiwe na tunasema kwamba istawishwe. Sasa basi, kuna mazingira ambayo ikifikia mahala sasa hawa wenza kwamba ndoa yao hawaiwezi kusurvive, haiwezi kuendelea. Yale mazingira yanaweza karuhusu ndoa ifanyaje? Itenguliwe. Sasa kuna mazingira ambayo kwamba ndoa imefikia ukomo, yanafikisha ukomo. Sababu za kutengua ndoa ni nyingi, lakini sasa inafikiaje ukomo? Kufikia ukomo, talaka mahakamani, mmoja amefariki au wote wamefariki, inategemea ndoa ina gani. Lakini pia kama ndoa ilifungwa nje ya nchi na zile sheria za kule zinaruhusu mtu wote anaweza katengua, sheria ya Tanzania imepokea. Lakini sio hii desturi ya kwamba mtu anaamua kwenda kwa mwenyekiti wa kitongoji, tumekuja kugawana mke wangu, amjatengua ndoa, anaenda kwa mtendaji, anaenda kwa mwenyekiti, hairuhusiwi. Ndoa inatenguliwa na mahakama. Lakini kabla hujaenda mahakamani kuna mabaraza ya usuluhishi. Hakuna shauri la ndoa litakalopokelewa mahakamani bila kupita kwenye mabaraza ya usuluhishi. Kwa mfano, Wakatoliki wana baraza lao linaloitwa walei. Serikali kuna mabaraza ya usuluhishi ya kata. Shida watu wanachanganya. Pale kwenye baraza la kata, pale kwenye ofisi ya mtendaji wa kata au kwenye ofisi ya kata kuna chombo kinaitwa baraza la kata. Lile baraza la kata linasimama kuwa ni baraza la kata, linasuluhisha mambo haya mawili, mambo ya migogoro ya ardhi na migogoro ya ndoa. Sasa watu wanalipotosha, wanaliita ni baraza la ardhi la kata. Hilo sio baraza la ardhi la kata, hilo ni baraza la kata. Ishia tu baraza la kata. Kwa hiyo linasuluhisha ndoa, linasuluhisha sheria, ni nyumba, ardhi yenyewe, na vitu vingine ambavyo viko juu ya ardhi kama miamba, milima, miti, ni sehemu ya ardhi. Mnapopitia hiyo michakato yote kwenda mahakamani kwenda kutengua ndoa, sio jukumu la kama kufika na kutengua. Mahakama inaweza yakosa sababu kwamba sababu zenu hazina mashiko, ikakataa kutengua ndoa yenu, ikawaagiza mkaendelee kuishi. Ila inapojitokeza kwamba sababu hizi tukiwaruhusu waendelee kuishi, kinachofuata sasa ni maangamizi, mauaji. Kwamba ndoa hii haiwezi kutengemaa tena. Mahakama inatengua ndoa. Mtazamaji wa Mjasilia TV, hapa ni Kijiweni, na mtazamaji wa Mjasilia TV,
Kama unaendelea kufuatilia kipindi hiki, kipindi hewani ni Kijiweni, langu jina ni Pili Mkono, lakini leo tuko na mada inayosema unafahamu kuwa unaweza kufunga ndoa na bado ukawa huna ndoa kisheria. Tuko na mwanasheria hapa, James, anazungumza na sisi mengi ambayo yanazungumzika, ambayo pengine ulikuwa huyafahamu au unayafahamu kwa kuyasikia, lakini hujui kisheria yamekaaje. Karibu, naendelea kuwa nasi. Kwa hiyo mtangazaji, ndo hivyo kwamba unaweza kufunga ndoa lakini kisheria tukasema kwamba hiyo sio ndoa kwa sababu ya hao mazingira ambayo nimeelezea. Kwanza swala umri, mbili swala ridhaa, binti au mvulana kati ya mmoja hapo mlimshawishi au mlimlazimisha au mlitumia njia kumtumainisha kwamba bwana kuna moja mbili tatu, aidha ninyi ni ndugu wa damu au wa sheria. Kwa sababu upande wa ukweni ruhusiwi kabisa kuoa kule. Na kwa upande wa ndugu, manake tunaposema kwamba ndugu wa sheria, hata ule hasigero pale nyumbani kwako ruhusiwi kumuoa. Tayari ameshakuwa ndugu yako. Kufanya tu kazi nyumbani. Kufanya tu kazi nyumbani, kuishi pale, aisha kuwa ndugu yako. Ni undugu ambao umetengenezwa na sheria. Ruhusiwi kabisa. So katika jamii kuna watu wamevuka msimamo wa sheria. Msimamo wa sheria. Anampenda usigeri, anaamua kumuoa. Anampenda mdogo wake na mke wake, anaamua kumuoa. Ndugu yake na mke wake, anaamua kumuoa. Sheria inakataa. Anampenda binamu yake, anaamua kumuoa, au ni ndugu wa damu, hairuhusiwi. Na ukimuoa ndugu wa damu, hiyo ni jinai, unastahili kwenda jela. Lakini pia kingine cha tano kwamba unaweza kaingia kwenye ndoa, kafunga ndoa, sheria ikatambua kwamba sio ndoa kwa sababu uliacha ndoa, ikaendelea kuwa hiyo sio ndoa. Lakini pia kingine ambao niongezee kwa ufafanuzi wangu hapa katika nimeelezea kwamba watu wazingatia misingi ya ndoa. Hii tabia ya kukaa katika mahusiano mwezi, mwaka, miezi 6, tunasema kwamba hiyo sio ndoa dhahaniwa. Ndoa dhahaniwa anzia miezi 6, lakini miaka 2. Na hiyo miaka 2 maana kama mmeishi kwa pamoja. Lakini tafasiri yake ni kwamba bado hiyo sio ndoa. Kitakacho kukusaidia ni kwamba siku mmefarakana. Huko ni ndoa. Natamani mtangazaji pia, kwa sababu mimi ni mwanasheria, nikiongea kitu imekuwa ni mkanganyiko sana. Swala uchumba. Sidhani kama jamii mnaamini kwamba kumdanganya mtu kumuoa na ukaacha kumuoa ni kosa kisheria. Unastahili kushtakiwa. Habari kwenu wale ambao mnawaahidi mabinti kila siku mtawaoa na kisha mnawatelekeza. Ujumbe wenu uko hapa. Swala kumdanganya binti kwamba utamuoa alafu kaingia mtini ni kosa kisheria. Unaweza kujikuta unapigwa, unamlipa hata milioni 100, 200 kulingana na mazingira ambayo mtengenezea. Kumtumainisha mtu nitakuoa, kosa kubwa sana kisheria. Tunasema promise to marry. Yaani mweka ahadi ya kuoa. Alafu ahadi hiyo ukaingia mtini bila sababu za msingi. Kwa sababu sheria inatakiwa izungumze sababu za wewe kumuacha. Sasa zile sababu ambazo sheria imezungumza wewe hazijaingia pale, ukaamua kumuacha, wanatakiwa kushtakiwa mahakamani. Kosa kabisa kisheria kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Kwa mantiki hiyo mabinti wana kisheria sasa wana haki ya kwenda kuwashitaki wale wanaowadanganya na kuwatelekeza. Si washawishi wafanye hivyo, lakini haki yao ya kisheria. Waliowadanganya kutoa matumaini nitakuoa, ukaingia mtini, binti anayo haki kisheria kwenda mahakamani akafungua shauri. Na huyu bwana akaajibishwa kutoa fidia. Muda aliompotezea, maumivu aliyomwathiri na vitu vingine ambavyo kwamba atakuwa alivitumia katika kipindi cha mahusiano. Lakini kingine cha nyongeza, na hata wale wadada ambao kwamba kijana ulimpa matumaini kwamba mtaoana, akaanza kujali zawadi, vitu vya kutosha, kazidi kuhudumia, mwisho wa siku kaingia mtini, unastahili kushtakiwa na huyo kijana na ukarudisha vyote. No. Wale ambao wanakuwa wanadai vitu vyao baada ya uchumba kuvunjika wako sawa? Ni sawa kabisa kisheria. Ni sawa kabisa kisheria. Kwa sababu hatua ya kwanza tunasema kabla mjaingia kwenye ndoa ni promise to marry, ahadi ya kuoana. Sasa basi mimi tulikubaliana kwamba nitakuwa, nikaanza kujiari, nikakufungulia ofisi, nikakununulia kiwanja, vitu vingine vya kuhudumia. Alafu mwisho wa siku umeingia mtini na kushtaki, rudisha vitu vyangu. Baada ya hapo, baada ya promise to marry, ahadi ya ndoa, hatua inayofuata ni notice ya kuoa.
Notice ya kuoa inatakiwa kutangazwa ndani ya siku 21. Sasa basi kwa kama kuna mtu anaona kabisa kwamba fulani anataka kumuoa fulani, lakini kuna hiki na hiki na hiki, basi anatakiwa kupinga ndani ya siku 21. Ukija kupinga baada ya hapo, hilo sio pingamizi. Baada ya hapo kuisha zile siku 21, watu watafunga ndoa. Wakishafunga ndoa inakuwa ni marriage, ni ndoa. Wanaendelea na maisha yao ya ndoa. Sasa basi dosari inaweza ikaibuka kama hiyo ndoa waliingia vile vigezo ambavyo nimevitaja, kwamba umri, ridhaa, undugu, kulikuwa na ndoa nyingine inaendelea, ridhaa kama nilivyosema, ridhaa neno pana sana. Kama tulivyo kwenye ubakaji. Unajua watu wamekuwa wakiamini kwamba ubakaji pia ni ile tu kumshikilia mtu na kuanza kumwingilia kinyume, kuanza kumwingilia kimwili. Ubakaji hauishii pale. Hata mtu kumshawishi kwa matumaini, kuna hiki na hiki na hiki na hiki, akatoa ridhaa yake, mkaenda kufanya tendo lenu la ndoa, akagundua ilikuwa ni utapeli, huo ni ubakaji. Mtu anakubali kufanya mapenzi naye kwa sababu ya heshima yako na cheo chako, kwa mazingira ambayo mmetengenezea, huo ni ubakaji. Yani mtu anaamua kufanya mapenzi naye kwa sababu umemwambia kwamba bwana kuna hiki na hiki na hiki nitakufanyia hivi na hivi na hivi na hivi, akagundua kwamba hamna lolote, huo ni ubakaji. Kwa neno ridhaa kwenye mboni ya sheria lina nafasi pana sana. Kwa vivyo hivyo kwenye mazingira ya ndoa, ridhaa ni muhimu sana. Swala umri, swala undugu, swala kwamba ndoa kulikuwa na ndoa inaendelea, umeacha ndoa yako kaingia kwenye ndoa nyingine, hiyo sio ndoa. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakiishi kwenye ndoa lakini kisheria ni batili, sio ndoa. Mtazamaji wa Mjasilia TV, bila shaka umejifunza mambo mengi sana, lakini pia umeyasikia yale ambayo yanasikika, umeyasikia yale ambayo yanasemwa kila siku kwenye masikio yetu, lakini pia yanazungumzwa kila siku kwenye jamii yetu, na leo hapa yamezungumzwa kisheria zaidi. Haya mambo ni mapana, yanahitaji muda na nafasi ya kutosha. Bila shaka wakati mwingine tutakutana mahali hapa na kuzungumza yale ambayo yanazungumzika, lakini pia kusikia mengi ya kuhusu mambo ya sheria. Asante kwa kuja. Nashukuru. Karibu sana Mjasilia TV. Asante, nashukuru sana. Mtazamaji wa Mjasilia TV, hivyo ndivyo tunavyoondoka mpaka wakati mwingine. Kwaheri.